Lakini mimi nilivyoona kutokana na mada zilizoshughulikiwa hapa, hasa hii hapa ya Uislamu na mwanamke, hii ni changamoto kwetu sisi viongozi wa dini ya Kiislamu, kwamba dini yetu imekuja kumkomboa mwanamke, lakini kwa sasa hatujaeleza ipasavyo namna gani dini ya Kiislamu imemkomboa mwanamke na imempa haki zake anavyostahili. Matokeo yake pale tulifanya uvivu wa kujieleza, wanatokea wengine wao ndio wanatangaza wanampa haki mwanamke. Lakini mmeona maklipu yaliyotoka hapa nyuma, wakati huu mwanamke anamkashifu mama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maneno ambayo, kwa maana kwamba kuna tatizo sasa, wanawake kwa wanawake hawapendani. Halafu ni maneno ambayo sidhani kwamba yule anayemtukana mama huyu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ile, kuwa mtoto yule mtoto kapatikana katika ndoa, msiamini. Allahu a'lam, wallahi msiamini. Haiwezekani. Lazima tukenda kupima DNA na huyo baba yake anaonasibishwa naye, itakuwa ni kitu tofauti baina al-mashriq wal maghrib. Haiwezekani. Ile si lugha ya mtu wa sawa. Speech anaelekeza kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa nchi, mwanamke, lakini mwanamke mwenziwe, kama sio mama yake yule, lakini at least mwanamke mwenziwe. Ilibidi astahi, aone vibaya, lakini ndio haya yanayoendelea. Kwa maana hiyo iko haja ya kupania upya, tuulezewe Uislamu vizuri kuhusu haki zao zilizoko kwenye Uislamu na haki hizo ambazo zinadaiwa muzayyaf. Dr. Sheikh Awesu kipindi kifupi alichosimama hapa, wallahi mimi amenisisimua kwelikweli. Uelezaji huu ndio unaotakiwa tueleze, na ndio maana napongeza kwanza hii hadhara hii kwa kusanya wanazuoni hao wakazungumzia hili, kwa sababu wenyewe kina mama wanadhania kwamba kuna sehemu fulani huko watapata haki zao. Hasha wakalla, haki zao kwa uhakika watazipata katika Uislamu, kwa sababu Uislamu ndio ambao haukuwa tofautisha. Wakati sisi watoto wao wanawake tunapewa majukumu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tumetenganishwa pale, huyu ihsani ufanyie nani? Bali ihsani yenyewe alipokuja kuifasiri Bwana Mtume imezidi kwa mama, ummuka thumma ummuka, alafu tena ndio huyo mwamba. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Wote kwa usawa, sio kwamba labda hii fala taqul uff kwa dume huyu umsemee unavyotaka, amna. Lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Wote hao wafid lahuma janaha dhulli min arrahma. Wote sisi wanamume lazima kwa amri ya Mwenyezi Mungu tuteremshe
ubawa wa dhulli, wa unyenyekevu. Tunamnyenyekea nani? Mama. Mama mwanamke, sio mwanamke. Mwanamke tumnyenyekee kama tunamnyenyekea baba. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Na Mungu wallahi, hii ndio dikka ya Qur'an. Kama rabbayani, sio kama walivyonizaa nilivyokuwa, warehemu kama walivyonilea. Na mlezi hasa wa uhakika katika marhala hii ni mama. Kipindi ambacho kama mama atafanya mchezo utabemendwa na itajulikana huyu amebemendwa. Itajulikana tu, kwa sababu utapiamlo si utapiamlo, jicho limezidi, tumbo hilo, viguu vimama amebemendwa. Ndio hamna. Mama akifanya uzembe wakati wewe uko kichanga, akafanya ovyo ovyo na akamridhisha huyu mzee huyu, maana wengine kitoto kichanga yake chacharuka huyu jamaa, anataka wewe bwana, wewe kitoto chetu. Sasa mama akizubaa anabemendwa. Mbemendaji ni nani? Huyu baba. Lakini mama katika kutulea ametulea kwa hali ngumu, kastahimili mengi yasiyosemwa, maana vitu vingine havisemwi ndani. Ghasia zinazofanywa na baadhi ya kina baba huko ndani katika kudai jambo kunini na hii kitoto hapa bado unaona hakisiku wallahi. Sasa kitoto kidogo dogo chapo, wewe unataka hilo, sio utampiga miteke mtoto wenyewe wallahi. Watu wengine wallahi Mungu kasema wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani, lakini mlezi hasa ni mama. Ndiye kwa sisi humu tuna utamaduni wetu, kitovu hichi asipokitunza mama kikaangukia hapo chini, jongoa pandi mtungi, ndo matokeo. Jumapili ya mvua, nani mama ndo analinda hichi kitovu huyu jamaa. Alafu mama hivi, niambie, mwanamume kapata uchungu gani wakati wa kumzaa huyu aliyemzaa? Mwanamume kaenjoy tu, kaenjoy, alafu ndo tumezaliwa, au sio? Lakini mama subutu kaenjoy, lakini shehe kajifungua kwa operation. Operation hii anafanya nani? Anafanywa dume. Kina mama wanajifungua kwa operation, anafanywa nani? Dume. Operation mama, kila kitu mama. Ndo maana Mtume akasema ummuk thumma ummuk thumma ummuk, alafu tendo hilo jambazi hii. Kwa hiyo jamani, nimepewa dakika 7 na muda zimeshakwisha, lakini sisitizo langu kwanza kabisa, sisi walimu tupanie kueleza Uislamu na haki za, na nampongeza huyu bwana kuweka hii anwani hii na siku ya leo, ili alhamdulillah na vyombo vya habari ikiwemo ZBC2 imeshafikisha, vyombo vya habari vishafikisha, aiwa ishafikisha, na nani kishafikisha, nani yule mtoro nini kishafikisha, alhamdulillah. Maana nimeambiwa live yani mubashara. Mungu akulipeni
akulipeni nyinyi watu wa vyombo vya habari na hii ZBC2 Mungu wema usio nini wema unaendelea, wallahi uendelee tu. Na rafiki yangu Mponda yuko wapi nani, Mungu amzidishie Rabbul Alamin, yuko hapa na Mahbub nani, nimemwona nani wote wale Mwenyezi Mungu Mponda wangu bila, wallahi katika mtu ninayempenda kama wewe hakuna, na inshallah mimi siku ya kiyama nikichaguliwa kuingia peponi siingii mpaka na yule, wallahi naambia Mungu kabisa peponi kabisa yule. Ngoja anakuja Athman Khamisi mwanangu, naongea nao peponi. Sheikh mkoa subiri kwanza kulingana na msikiti wangu, subiri kwanza, hata kuja kuingia dakika 20 za mwisho. Kuna watu lazima uingie nao mapema peponi, wallahi kuna watu lazima uingie nao mapema peponi. Kwa mfano Ramadhani Karim, wa kumwacha yule Ramadhani Karim, hebu simama Ramadhani Karim, mtu yule utamwacha? Mimi nikipata nafasi kuingia, Mungu ananiambia Mungu bila wewe sendi, bila wewe sendi, bila Izudini sendi, bila Big Mayai sendi. Ndo kabisa kabisa, huyu ndo kabisa huyu. Mziwana watu wengine kwa kuwa pepo sikujengamie, sote hapa tuingie peponi basi kabisa. Mimi sikuweka tufali pale nini, rafiki zangu wote ndani, wote Masudi au sema Masudi ana mpende rafiki yangu kweli, nani hawa nani mapacha, twendeni peponi. Kwa sababu nini? Ile pepo kama nitaingia mimi tuna mwanangu Ulega hivi itakuwa pepo ile? Mji uwe na watu na peponi mji. Sasa mji usiokuwa na watu ndio utapendeza. Huru aini hivi uweze kuenjoy kama watu hakuna. Hakuna mtu anakwenda katika holi la dansi yeye na mpenzi wake wanacheza wanaenjoy, hamna, mpaka kuwepo na watu wengine, kuwepo na watu wengine pembeni ndio nani shughuli watu. Na kule kuna shughuli kule, fi shughlin fakihu. Na Mungu mwenyewe akasema inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran urban atraban li ashabil yamin. Ashabul yamin kama sio nyinyi mliohudhuria katika hadhara ya mtume hiki, kumbe atakuwa nani? Sote insha Allah Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuingie peponi, hata ikiwa amali zetu ndio hivi hivi wasiwasi, lakini tutaingia peponi sote, habaki mtu habaki mtu. Na yule ambaye bado Mungu hajampa sababu ya kuingilia peponi, Mwenyezi Mungu amjalie apate hiyo sababu aingie peponi. Nimekuelewa bamkwe, chukua maiki yako, shughuli imekwisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.